kinachojulisha kuwa hili neno asili lilikuwa hivi. Kuna namna ima miongoni mwa mambo yatakao kujulisha kuwa asili ya neno sio madda, bali asili ya neno ni madada, ima katika tasrif ya fi'il. Unaona, tuandike ima katika tasrif ya fi'il. Kwenye tasrifu ya fi'il ndio utajua, au nukta ya pili. Na hii tasrifu ya fi'ili, mfano neno qala, ndio neno qala. Ile neno qala tulilolizoea, asili ya hii alif maana yake ni waw, na ukitaka kulipeleka hili neno katika mudhari utasema yaqulu. Sawa, utasema yaqulu. Kwa nini useme yaqulu? Kwa sababu hii alif umerejesha kwenye asili. Kwa hiyo asili ya neno sio qala, asili ya neno hapa utaona kuwa ni qawala. Qawala, asili ya neno ni qawala, kwa sababu masdari chimbuko lake ni alqawlu. Unaona vizuri, alqawlu. Kwa hiyo kinachofanya hivi kikakujulisha neno tulitoe katika muonekano mmoja kuja muonekano mwingine ni hii elimu ya sarf, na ndio maana elimu ya sarf inakuwa inatangulizwa. Mtu anatakiwa kuisoma hii elimu ili aweze kuielewa vizuri lugha ya Kiarabu. Kumbe qala asili yake ni qawala. Ndio maana katika fi'il mudhari tunasema yaqulu na masdari yake ni anqawlu, kama tunavyosema katika sama. Sawa, sama tukasema yasumu, halafu tukaleta katika masdari yake as-sawm. Kwa hiyo neno sama hii asili yake ni waw, kama tunavyosema as-sawm. Lakini vile vile kuna neno unaweza kulikuta linafanana na lina alif vile vile, mfano neno qama. Sawa, qama, hili neno qam ukija katika masdari yake itakuwa alqiyam, lakini mudhari yake itakuwa yaqum. Sawa, itakuwa nini? Yaqum. Lakini vile vile neno mfano utakaposema istamadda. Sawa, istamadda, ukileta katika masdari yake itakuja istimdad. Kwa hiyo nakusudia kuwa baadhi ya wakati unaweza kuona kuwa fi'lu madhi ikawa na alif, halafu mudhari ikawa na waw, halafu masdar ikawa ina ya. Kwa hiyo hapa qama yaqumu alqiyam, ina maana sisi tunacho jifunza, barakallahu fikum, ni nini tunachojifunza? Kuwa wanasema ukitaka kujua asili ya neno rudi katika ima masdar au angalia katika mudhari. Kwenye mudhari neno linarejeshwa, au rudi katika tasghir, bimaana kisarif kitendo katika fi'lu madhi, kisha ukilete mudhari, au peleka neno katika masdar kama tulivyoona istamada, istimdad, dali inafunguka, au peleka katika fi'lu mudhari, au peleka katika tasghir. Almuhim, kinachojulisha kuwa hili neno asili yake ni herufi ipi katika ishtiqaq. Ishtiqaq maana yake ni kulitoa neno kutoka katika namna moja kuleta katika namna nyingine. Ina maana litatoka kuwa ni madda, hiyo ni fi'lu madhi, halafu ukitaka kupeleka hapo hapo katika madhi kwenye dhamair nyingine itakuwa madati, madatta, madattum, madadna na kuendelea. Lakini vile vile neno litakuwa qama, itakuwa yaqum, itakuwa alqiyam. Neno litakuwa istamada, istimdad.
neno litakuwa sama yasum. Haya yote tutayazungumza kwa wakati wake wakati tunaendelea. Muhimu tunaonesha tu kuwa katika upande wa gharad, lafdhi ni kubadilisha kutoka katika lafdhi moja kuja katika lafdhi nyingine. Na hii ni mifano, lakini anatakiwa mtu kubakia tu pale pale. Kumbe sarfu katika malengo yake ni kuonesha mabadiliko ya neno kwa lengo la kitamko, kuwa tamko langu mimi limetoka hapa, kwa sasa nalitamka hivi na baadaye naliandika hivi. Hatujaingia kwenye maana. Sasa hichi kipengele cha pili